Mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli. Hawa wanasema gari used, hawa wanathibitisha kwamba hili ni moja ya gari bora kweli kweli. Lakini tumeshuhudia baadhi ya mashabiki wakilalamika siku ya jana kwamba kwa nini basi used. Tuko na Mwamba Kisugu tuzungumze naye. Hatujapata nafasi ya kuzungumza naye kwa hiki ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Ndugu yangu Kisugu, kwema? Safi, mambo vipi? Safi kaka, uko vizuri? Safi, mambo zaidi. Safi bwana. Basi kwanza umeliona? Yes, basi nimeliona. Ni basi zuri, ni basi la kisasa. Basi lenye ubora mkubwa, lakini lazima tuchukue nafasi hii tumpongeze sana Mheshimiwa Jerut kwaona namna ambavyo amekwenda kutimiza ahadi yake ambaye aliita nyinyi waandishi wa habari, alizungumza nanyi waandishi wa habari, dunia ikajua. Lakini mtu mweredi ni yule ambaye anakwenda kukamilisha katika kile kitu ambacho alikoahidi mbele ya jamii. Kwa hiyo tunampongeza Jerut kwa kazi kubwa na kazi nzuri aliyofanya. Kuna namna ambavyo amekwenda kutimiza ahadi yake. Big up kake, tunampigia saluti. Sisi kama wana Simba tutaendelea kumuunga mkono kuona namna ambavyo kwa namna moja au nyingine anakwenda kukamilisha kile ambacho alichokiahidi katika watu wa Simba. Baada ya basi kuna vitu vingine na imani kwamba kila kitu kitakwenda sawa sawa. Bwana Jerut amekuja amefanya mambo makubwa kwa muda mchache, lakini inaonekana kuna baadhi ya watu ambao pia ni wana Simba wenzenu ambao ni kama wanajaribu kubeza kile ambacho kinafanywa na Jerut. Wanazungumza kwamba gari ni used. Wewe kwako hiyo umetafsiri vipi Kisugu? Kwanza hapa kunaonyesha utofauti mkubwa kati ya mtu na binadamu. Na ndio maana mimi siku zote najaribu kusema watu wanielewe, unapokaa na jamii kuna muda unakaa na mtu na kuna muda unakaa na binadamu. Tofauti yao inakuja kubwa sana. Mtu ni yule ambaye anakurupuka kusema chochote katika watu. Mtu. Binadamu ni yule mtu ambaye anachukua muda kutafakari katika kile kitu ambacho anafanyaje, anachokisema. Hii ndio tofauti kati ya mtu na binadamu. Hata nyinyi waandishi wa habari wakati mnahoji, mkae makini mjue sasa namhoji mtu au namhoji binadamu. Mimi naamini hawa waliolalamika wametoka kwenye sifa za ubinadamu, wamebaki kwenye sifa za utu au mtu. Sifa ya mtu mwingine anaweza akakaa hajanywa chai, lakini mpango wa kunywa chai pila hajui, anasimama mbele za watu anasema Jerut maskini au Mohamed Dewji Mo ni maskini. Sasa jaribu kushangaa na kutafakari. Huyu unayemzungumzia ana uwezo wa kufanya chochote kwa namna ambavyo uwezo wa kifedha aliyokuwa nayo. Mtu ambaye anayekuja kumdharau ni yule mtu ambaye hana uhakika hata nauli ya kutoka Mbagala kufika wapi? Posta. Nendeni mkawajadili wa watu waliozungumza. Wanadai wapewe document. Kama basi used au jipya. Wao baskeli wanayo. Example. Leo Simba mfano ikawa kweli tukapata basi used. Shida nini katika hicho? Hawa ni watu, sio binadamu. Lakini nanyi ndio maana nikasema mnapokwenda kufanya mahojiano waangalieni huyu aniyesema, huyu aniyetaka hizo document apewe, yeye ground ya maisha yake yakoje? Ikoje? Background yake ikoje? Unajua kuna muda sitaji sana kuanzisha hizi mada, zina msingi kwa sasa. Mambo ya msingi hapo tunahitaji kuyazungumza na kuambiana wana Simba. Na kipindi hiki wana Simba sisi cha kutengeneza taharuki, kwa sababu mbele tuna vita kubwa ya kwenda kupambania ubingwa wa ligi ya NBC. Naweza tukasema mashabiki wa Simba ni kama mmejaa kwenye mfumo wa wapinzani wenu Young Africans ambao ili sakatwa mlivalia njuga kweli kweli. Waliojaa kwenye mfumo watu. Lakini sisi binadamu bado tuko katika standard yetu na tuko katika mpango wetu madhubuti kuipambania Simba kuhakikisha kwamba inakwenda kuchukua ubingwa wa ligi ya NBC. Na haya ukitaka kuyaamini, nenda tarehe 14 wana Simba utawakuta katika uwanja KMC. Wanakwenda kuisupport timu yao, kuna namna ambavyo malengo ya Simba yanakwenda kufanyaje? Kwenda kutimia. Lakini aminini nawaambia katika hili, haiwezekani katika watu 10 mawazo yafanane. Wako watu watakuja mawazo yao yatakuwa tofauti na watu wengine. Lakini mawazo haya tofauti unajaribu kuyachekecha kutafakari katika misingi ya kibinadamu. Yako sahihi au yako sahihi?
Leo hii unajua siku moja niliona video. Kuna mtu mmoja alikuwa anatoa sela kwenye maeneo fulani, lakini mwisho wa siku akasema nahitaji vidume 10, kila kidume mmoja mwenye uwezo wa kutoa shilingi 20,000. Nani kidume wa kwanza anaweza kusimama mbele ya watu kutoa 20,000? Kuna mtu anasinzia yale maelezo ya kuyasikia vizuri, akaanza kukurupuka, mimi hapa. Yule bwana akasema kidume cha kwanza iko lete, anakuja kustuka, kumbe kilizungumziwa 20,000, anatekewa atoe yeye. Kodi. Kwa hiyo kabla huja kurupuka, jaribu kutafakari katika kile ambacho unachokwenda kufanyaje kukizungumza. Simba ni klabu kubwa. Simba ina watu aina tofauti. Unapotaka kulizungumza jambo lazima ulichekeche, ujue faida nini, ujue athari nini. Nitoe jambo moja tu kitaaluma. Gari hizi Ulaya unaweza kununua kwa namna 3. Kuna gari unaweza kuzinunua mnadani kiasi kwamba mtu kaitumia, kaiweka pembezoni gari yake, kaipeleka mnadani kuamua kwenda kufanyaje, kuuza. Na kuna gari design ya pili, mtu anapita tu barabarani anaandika for sale, hii gari inauzwa. Na kuna design ya 3 unanunua gari kwa mapendekezo yake wewe. Unamkuta mtu anatembea ndio kuuza, unamsimamisha, bwana naomba hii gari niuzie. Ambazo ziko nyingi sana Tanzania. Si umeelewa vizuri? Na used ni nini? Kuna used namna 2 mpaka namna 3. Leo hii ukienda kampuni yote ya kununua gari Tanzania, ukanunua gari 0 kilomita, ukaitembelea kilomita 10 tu na ukaisajili, tayari inatoka kwenye new inaingia kwenye used. Hizo ndio sheria za TRA. Yes. Yes. Ngwali sikiza nitoe somo, hayo mambo ya kitaaluma. Used unaipataje, mpya unaipataje? Ni ile gari ambayo unainunua kutoka kwenye nini? Kwenye kampuni ulionunua kutoka mpya, ukaipakia kwenye gari, ukaisafirisha kwenye meli, hali ya kuwa inafika mpaka Tanzania bado hajaingia kwenye registration. Hiyo ndo inafika na 0 kilomita. Lakini leo yako magari Ulaya, linatoka kiwandani, linakwenda kusajiliwa. Swali, akienda kuinunua mtu gari iliyosajiliwa haijatembea, inakuwa new brand? Ili somo mpelekeni Ali Shabani. Ukiangalia ile basi ni used, na wewe Yusuf Kisugu nazungumza hilo basi la Simba Iriza? No used. Brand new car. Brand new car. That's brand new car. Yes. Yes. Ali Shabani Kamwe ametoka na kuonesha details za gari kwamba used. Mashabiki wa Simba ninyi wenyewe mliomba dokumenti, Ali Shabani Kamwe amewaletea kwamba hili gari kweli ni used. Ali hakuleta dokumenti. Alichoonyesha ni chassis number, kuonyesha namna gari lilivyotengenezwa. Sio dokumenti. Sio dokumenti. Sio dokumenti. Alichokionyesha ni chassis number, kibati cha gari, namna ambavyo gari linavyotengenezwa. Anaonyesha gari 2008. Ndio ile. Gari ya Neopost Semanile Ali Shabani Kamwe ndio ile Neopost Jeruti. Lakini hapa sela gari si sela. Sela Simba kwenda kuchukua ubingwa wa ligi NBC. Na nilichokifanya hali ni kupambana kuwatoa watu kwenye reli, kwa sababu wameshaona huku kwenye ubingwa Simba huwezi kuwazuia. Utawazuia kwa namna gani? Lazima tutengeneze propaganda ambayo itakao kwenda kuhamisha fikra na mawazo yao. Si tumestuka, tuko makini, tuendelea kuipambania timu na tutapata matokeo. Kwa wale mashabiki ambao wameonekana sasa kucharuka na kusema kwamba hatutaki basi used, wewe unawaambia nini Kisugu? Kwa mfano ukakutana nao, unawaambia nini Kisugu? No comment. Kwanza, kwa nini sitaki kujibu? The way, kwanza angalia breaking ground ya maisha yao afu ndo wajibu.
No comment. Kwa hiki ambacho amekifanya Jairut kuwaletea basi aina ya Iriza, alitoa ahadi, ameleta. Ana muda mchache sana hapa na takriban miaka 5 amefanya mambo makubwa. Unamzungumzia Jairut kwa hiki kitu ambacho amekifanya? Niseme moja katika viongozi wachache wa kweli kwenye football, Jairut. Na hiki alichokifanya Jairut ni fundisho kwa wale viongozi ambao wanaamini kwamba wao wanaweza wakasema wasiende kutenda, wanatakiwa wakisema waende wakatende. Leo hii kuna watu vitu vingi waliahidiwa havikutimilizwa. Moja Ngwale, mlikuwa mashahidi, mlikuwa Jangwani mkaambiwa kesho tu uwanja unajengwa. Tutaiwaje hiyo story? Watu wameidiwa Yanga wanawake, Yanga Princess ikikosa ubingwa waulizwe. Hadi hizi hazijatimia. Jairut ni mfano wa kuigwa katika viongozi wachache wa mpira kwenye nchi hii. Kwa hiyo kinachofanyika wao, Biblia inasema kabla hujatoa kibanzi kwenye jicho la mwenzio, toa boriti kwenye jicho lako. Kabla hujatoa boriti kwenye jicho la mwenzio, anza kutoa kibanzi kwenye jicho lako. Una maana gani hapo Kisugu? Kabla hujatushtumu sisi, kabla hujamzungumzia Jairut tayari ameshakamilisha ahadi yake. Unakwenda kumzungumzia, je, unamzungumzia kiongozi wako ambao bado ahadi yake hajatimiliza kwako? Kabla wajaje kwenu waanze kwao. Wao anichofanya hadi ni kuwapumbaza mashabiki wa Yanga. Ali anabeba fagio anakwenda kufagia nyumbani kwa Kisugu aliyakuwa kwake kuchafu. Ngwale, sio, unanielewa vizuri? Unamwonaje mtu wa namna hii? Ngwale ana nyumbani kwake Kitunda. Baada ya asubuhi kufagia nyumbani kwake Kitunda, anaacha kuchafu, anakwenda kwenye nyumba ya mtu, aidha akafagia, kuna jani moja tu alijisahau, anamwambia wewe mchafu, umeacha jani moja. Aliyakuwa yeye ana majani katika uwanja wake. Jairut tunaye na tunatamba naye. Na niwaambie, jana nilipata bahati ya kuzungumza naye. Viko vitu alikuwa hajaahidi katika Simba, sasa amevisema hadharani anakwenda kuvitenda. Vitu gani tena Kisugu? Na inawezekana kabla ya miaka 2 Simba tukapata ndege yetu kumpitia Jairut. Kisugu bwana, hapo sasa hapo unanipiga chenga. Kisugu hapo hapa. Mwaya mtu hatari sana yule. Unasema kwamba? Mwaya mtu hatari yule. Upo uwezekano kabla ya miaka 2 Mwamba akashusha ndege yule. Ndege ya Simba ya wachezaji. Yes. Ngoma inachukua watu 50 mpaka 70. Wanasema used tena. Lakini Ngwale, niseme moja katika vitu ambavyo nawathibitishia wana Simba, ile sio gari bali ile ni nyumba ambazo ziko Masaki. Sifa yake Ni basi la Simba? Yes. Ni nyumba ambazo zipo Masaki. Una maana gani Kisugu basi kufananisha na nyumba? Bro, ndani yake kuna sehemu ya kufanya massage. Ndani ya basi la Iriza? Ndani ya basi Iriza? Yes. Ndani yake kiti unaweza ukabonyeza sehemu kabadilika baada ya kwa kiti kawa kitanda. Kisugu. Alafu huwezi kumwambia dereva naitaka kwenda kuchimba dawa, hakuna. Kuna sehemu special ya kwenda kulia kwenye gari. Wallahi nawaambia. Asa hivi libasi ya ge sio anachukua juisi nga akifungua anaweka kwenye siti yake. Kuna sehemu maalum. Na ndio maana nikasema ile sio basi, ile ni sawa na nyumba ambayo iko Masaki. Kwa hiyo binafsi tunampongeza na kikubwa tunamwombea sana Jairut. Mungu aendelee kumpa afya njema. Sisi kama wana Simba kwa niaba yao tumelipokea basi, tumefurahi, tumeenjoy na tunaendelea kutamba mjini. Tumalize, Ali kama alizungumza na kusema kwamba uwanja wa Young Africans utakamilika, basi la mnyama Simba Iriza bado halijawasili. Basi limewasili. Una nini cha kuzungumza? Mpaka ndevu alikamwe zitamuota. Mpaka ndevu ataondoka nazo kwenye dunia, hata ushuhudia macho yake Yanga kuona uwanja.
Ndevu si bado hajaota yule, bado bwana mdogo. Nasema hivi, Ngwale, process. Why process? Why process? Bwana mdogo ndevu hajaota yule. Mpaka ataota ndevu anaondoka kwenye dunia, hatoshuhudia Dar es Salaam Afrika siko na uwanja katika dunia hii. Na jana nilizungumza na nitaendelea kuzungumza. Pale hata jiji wenyewe namna ambavyo kuongeza lile eneo wameongezea kwa uchache sana, tofauti na wao jinsi ambavyo walivyokuwa wanataka. Nani ataanza kumiliki uwanja, mnyama au Simba? Simba Sports kupitia mwekezaji wetu Mohamed Dewji almaarufu Mo anawekeza bilioni 30. Bilioni 30. Bro, miezi 6 ijayo mbele mingi. Na hii nenda kawaambia wana Simba wabaki nayo. Miezi 6 mingi. Simba Sports tunajenga uwanja kupitia mwekezaji Mohamed Dewji. Shukrani sana bwana Kiso. Asante, nikushukuru sana Ngware. Lakini niwaambie wana Simba, tunarudi mzigoni tarehe 14. Zidi ya Dodoma Jiji katika uwanja wa KMC. Nafikiri zidi ya Pamba Jiji. Katika uwanja wa KMC. Nafikiri kila mwana Simba na kumbukumbu nzuri namna ambavyo tulivyocheza na Pamba katika uwanja wa CCM Kirumba mjini Mwanza. Hakuna jambo ambalo tunalitaka hivi sasa namna ambavyo timu yetu ilivyokuwa kucheza zidi ya point 3. Kwa hiyo kwa umoja wetu twende tukashirikiane, twende tukasupport team ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kuchukua point 3 zidi ya Pamba Jiji.